Habari zenu nyote popote mlipo duniani. Pokeeni salamu za amani na upendo kutoka kwangu hapa. Mimi James Mutulu. Wiki kama 2 hivi zimepita, tumekuwa na sikukuu ya vibanda. Ambayo ni sikukuu ya Mungu, baadhi ya sabato zake alizoagiza wanadamu wote wazishike. Na ni wakati huwa tunafurahia sana kwa mambo ya kiroho na pia ya kimwili. Naamini nyote mlioyashiriki mlikuwa na wakati mwema sana, wakati uliojawa vyakula vya kila aina, na wakati pia uliojawa mafundisho ya kiroho yenye maono ya ndani ambao kwa wale wameweza kuyafuatilia, naamini hata wakati huu wanafurahi. Ni kitu gani cha kufurahisha mpaka baada ya kama wiki 2 hivi bado tunakumbuka? Kwa wote wanaoamini Mungu kulingana na asemavyo katika Biblia, ambayo ndio ile Injili Kristo aliyoileta, wote waaminio Biblia wanaelewa kwamba Mungu ana mpango wa kurudisha ufalme wake hapa duniani, na huo mpango ameueleza kwa njia ya sikukuu zake. Kwa wale wanaotaka kufahamu ambao hawajafahamu, tunao ujumbe usemao sikukuu za Bwana katika YouTube studio yetu @J Mutulu. Unaweza soma alafu ukaelewa zaidi juu ya yale ninayonena. Lakini kwa kifupi, cha kufurahisha sana, kilichotufurahisha ni ukumbusho ambao unaletwe na huo utunzaji wa hiyo sikukuu. Yaani kuja kwa ufalme wa Mungu hapa duniani, ambao katika Ufunuo 20:1-3 na 4-6 tunaona ujio wa utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 hapa duniani. Kama tujuavyo, unabii usemavyo kwamba siku moja ni sawa na miaka 1000. Huu mpango wa kumuokoa wanadamu ulianza baada ya mwanadamu alidanganywa akatoka kwenye ule mpango wa kwanza. Mpango ulikuwa unalenga wakati na mpango Mungu atakaoendeleza hata urudishe ufalme, kilele chake kikiwa ni sabato ya wiki. Lakini mwanadamu akakoseshwa huo ukumbusho wa sabato, yaani ukumbusho wa ufalme, akadanganywa na shetani. Sasa mpango wa wokovu unaachilia Mungu kumrudisha mwanadamu katika huo mpango hata ufikie ufalme kwa njia ya wokovu. Basi furaha ya hii sikukuu, na ambayo kwa wale walio katika kiroho inaendelea, ni kwamba wakati kama huu kwa miaka 1000 utawala wa Mungu utakuwa hapa duniani. Ni wakati ambao hakutakuwa na kifo, ni wakati hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na vita, hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na kitu chochote cha kuogopa. Maisha yatakuwa laini na kila kitu mtu afanyavyo kitakuwa kinafanikiwa. Yaani kutakuwa na amani, furaha na starehe isiyo na mwisho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho wa Mungu anayefanya akili za watu sifikirie kwa njia ya wema ataijaa hii dunia vile maji yajaavyo baharini. Kama wewe ni mmoja wa wale wanaoelewa ninayoyasema hapa, si kweli ulifurahia hiyo sikukuu? Na hata baada ya sikukuu, maana hii sikukuu ni ukumbusho, unaendelea kufurahi?
Ndiyo, isipokuwa hiwe hukuwa unakaa kwa sikukuu katika roho, hukuwa unapata ufahamu kamili wa kile hiyo sikukuu inalenga. Basi tulifurahia na tumerudi tena kwenye maisha yetu ya kawaida baada ya hizo siku 8. Je, tulichokifurahia kiliisha na hiyo sikukuu, ama ni ukumbusho ambao tunafaa kuendelea nao mpaka tufikie ufalme wenyewe? Ni kitu gani kinaweza kutufanya tuendelee na hiyo furaha? Kristo alisema mahali akielezea juu ya ile jinsi ya kuweza kufikia ufalme, na alichokinena ndicho tunataka kuelewa ama kukaa mbele zake atufundishe kupitia kwa ujumbe wa leo usemao unaweza. Unaweza nini? Labda kwa huo wakati tulijifunga hapo, kuna mtu alikuwa anasikia ni kama amefungika. Okay, kwa sababu Mungu ameamrisha tufanye sikukuu, yeye amekaa tu, lakini biashara zake zinamsumbua, mambo ya ulimwengu, maushirika na vitu kama hivyo bado zinasumbua. Kwa hivyo ikawa kwa wengi, na hata mpaka walio, iwe ni Sabato, ni Pasaka, sikukuu yote ya Mungu, kwa wengi wetu tunazitunza kama amri, na sio kama jambo la kufurahisha, sio jambo la kupendeza, sio jambo la kufuatilia, lakini kwa sababu tunataka kujihesabia haki kwamba tunatii sheria za Mungu. Utapata mtu anajifunga katika Sabato maana imeamrishwa, amejifunga katika Pasaka kwa sababu imeamrishwa, lakini moyo, akili na bidii za utendaji asihusiani na hicho ambacho hizo sikukuu Sabato za Bwana zinaeleza. Basi hiyo, ijapokuwa wengi hufikiria ni utiifu, ukweli kwamba huko sio kumtii Mungu, huo ni unafiki ambao hausaidii katika ule mpango Mungu anao kwa mwanadamu. Hebu tuweze kuelewa maana masharti ya kuingia huu ufalme Kristo aliyatoa katika kitabu cha Mathayo 19. Tuende hapo tafadhali. Kumbuka ujumbe wetu ni unaweza. Mathayo 19 na mstari wake wa 17. Ananena hivi: kuna Mafarisayo na wengine waliomjia Kristo wakimuuliza, mwalimu mwema, tufanye nini ili tuweze kuurithi ufalme? Kristo akawaambia, hakuna aliye mwema hata mmoja. Ni kwa nini? Paulo anarudia hayo katika Warumi 7:18 kwamba ndani ya huu mwili wangu hakukai chochote chema. Vipi tena sisi ni wabaya na hatuna jambo lolote tutendalo njema? Kristo akaendelea kusema, sharti la kipekee la yoyote yule atakaye kuurithi ufalme ni gani? Mathayo 19 na mstari wake wa 17 anasema, ni kwa nini muniulize wema? Aliye mwema ni mmoja na ni Mungu peke yake. Lakini ukitaka kuingia ufalme, sishike amri. Sasa tumeona wengine wanataka kushika amri tu kwa hii ya kujipaka hapa uso, lakini mioyo yao iko mbali na ule mpango Mungu anaeleza
ule mpango ambao Mungu anaonyesha kupitia kwa hiyo sikukuu. Basi hao kweli wanazishika amri. Hao ni wale ambao wanafungwa na hiyo amri ya kumbuka Sabato, kumbuka vibanda, usifanye kazi yoyote siku yangu takatifu. Wanakumbuka hiyo tu agizo, na kwa vile wanataka kujihesabia haki kwamba wataurithi ufalme, basi wanatunza kujifunga. Hao ni baadhi ya wale wanaofurahia hata kidogo. Hao ni baadhi ya wale ambao hawana chochote kile wanaweza kumbuka kuendelea nacho baada ya sikukuu. Ni wale tu baada ya hiyo Sabato imepita, amerudi 100% katika ulimwengu. Maana hata wakati alikuwa anaitunza, moyo wake, akili yake yote ilikuwa ndani ya ulimwengu. Basi ni kwa nini wanadamu wana hiyo tabia ya kujifanya ya unafiki, kuonyesha hapa juu kwamba kuna kitu wanaendeleza hili ndani ya mioyo yao ni tofauti? Basi Kristo aliendelea mpaka akawaambia mitume vile ni vigumu sana kuingia katika ufalme. Ni vigumu sana kushika amri za Mungu katika roho. Akawaambia hapo Mathayo 19 mstari wake wa 26. Basi Yesu akawaangalia na kusema, tuanze 25. Aliongea juu ya ni vigumu sana tajiri, yani ni rahisi gamia kuingia kwenye shima la sindano ile ya kushona kuliko tajiri kuingia ufalme. Na mitume walimshangaa hapo 26, wakamuuliza, kama ni hivyo ni nani ataokoka? Kristo alisema nini kuanzia hapo? Ni kwa nini inaonekana ni vigumu sana? Hata mitume waliona kama masharti ndiyo haya kushika amri, itakuwa basi ni kama hakuna mtu atakayeokoka. Kwa nini watu wanafikiria hivyo? Inawezekana kweli? Ujumbe wetu unathibitisha, unaosema unaweza. Utawezaje? Ndugu zangu, matendo ambayo hayana ufahamu yanakuwa ni hatari sana kwa yule anayeyatenda. Maana bila ufahamu, utendaji tunaoingia ni wa kuharibu na ni hatari sana kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo, ikiwa tutatunza sikukuu za Bwana na kuendelea na hii furaha ya sikukuu, tukiyakumbuka yale yanayoelekezwa na hizo sikukuu, tunahitaji ufahamu. Na huo ufahamu ndio utaajilia kuonyesha ni vipi Mungu anatuambia kama tutaingia ufalme lazima tusishike amri. Na huku amri nazo zinaonekana ngumu sana kwa mwanadamu kuzishika. Tutawezaje ndugu zangu? Hata mitume walishangaa, itawezekanaje? Mimi nimeongea na watu wengi wa aina mbalimbali, washirika wa makanisa ya Mungu, washirika wa makanisa ya ulimwengu, maana kuna makanisa iliyoanzishwa na manabii wa uongo. Kweli ni neno la Mungu. Utayajua kama ukifuatilia neno la Mungu, utaweza kutofautisha kanisa la Mungu ambao ni moja tu na makundi ya wanadamu yanayojiita makanisa ya Mungu ambao yameanzishwa na manabii wa uongo. Na utawajua maana hawafundishi neno la Mungu, na wale wanaoifundisha hiyo neno hawaitumii kama maisha yao, hawaishiki. Hao wote wasiofundisha na wao wanaofundisha wasitende,
wote ni hali moja, ni manabii wa uongo. Ni vile tu wako viwango tofauti tofauti. Basi ni kitu gani hiki wanadamu hao nikinena nao wananiambia, hakuna mtu katika huu mwili awezaye kuzishika amri za Mungu. Ni kwa nini wamefikiria hivyo? Ni kwa sababu wamejaribu juu chini, wakashangaa. Akijaribu anaona haiwezekani, anajaribu kujibidisha na kuomba, anaona haiwezekani, mpaka wanasema hakuna mtu awezaye kusishika hizi amri. Basi kama ni hivyo, kwa nini Mungu atuumbe tuingie huo ufalme, alafu atupe sheria ambazo hatuwezi shika? Anamaanisha nini Mungu? Tujielewe ndugu zangu. Mungu Mwanzo 1:26 alisema, na tuumbe mwanadamu aliye roho kama vile sisi tuliye roho, ili aweze kuurithi ufalme. Tukisoma katika Matendo ya Mitume 1:6 hapo, neno la mwisho aliloninena Kristo na mitume akiwa wakati alikuwa anapaa mbinguni, ilikuwa ni kuhusu ujio wa ufalme wa Mungu. Na hiyo ndio injili aliyoifundisha wakati ule aliishi ulimwenguni. Tukisoma Marko 1:15, injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni kuhusu kuja kwa ufalme wa Mungu hapa duniani, kuimarisha, kuitawala dunia ikiwa ni sehemu ya ufalme wa Mungu, ili mapenzi ya mbinguni na duniani yawe sawa. Basi ikiwa anafundisha kuhusu kuja kwa ufalme, na tumeumbwa kwa ajili ya huo ufalme, na ametupa sheria ambazo hatuwezi kushika, na shati mtu azishike sheria kama anataka kuingia ufalme, itakuwaje? Mungu alikuwa anatujaribu nini? Kwa nini atupe mambo yasiyoweza kuwezekana? Ndugu yangu, elewa kwamba mpango wa Mungu wa kurudisha ufalme wake hapa duniani unahusu mpango wake wa kukuumba kwanza wewe ukue kiumbe wa roho. Mimi siongei hadithi ya Biblia, siongei tu mafundisho ya wanadamu, mipango ambao wamejiunga ili kulete ibada ya aina fulani. Naongea mambo ya milele, yale yaliyokuwa tangu mwanzo, maana injili ya Kristo ni ile iliyokuwa ni maisha ya Mungu aliyekuwa tangu milele. Hapo mwanzo ikawa neno, neno ikawa kwa Mungu, neno ikawa Mungu, neno akafanyika mwili akawa Kristo. Injili ya Kristo ni ukumbusho kwa mwanadamu wa yale maisha yalikuwa tangu mwanzo, ambao mwanadamu aliumbwa aishi kwa hayo maisha ambao ni maisha ya Mungu, ambayo ndio haya yanaelezwa na neno la Mungu. Itawezekanaje basi mwanadamu afikie kuyaishi, kutambua siri iliyo ndani yake, uzuri ulio hapo unaolete furaha na amani na uhuru? Itawezekanaje? Kuna mpango Mungu anapitisha mwanadamu katika uumbaji, ambao ni yule tu peke yake amepewa kuugundua. Huyo ndiye awezaye kuzishika amri za Mungu, na ndiye Mungu anaendelea kumuumba, kumkamilisha awe kiumbe wa kiroho, aweze kuurithi ufalme. Kwa hivyo hapa hatuongei hadithi, nataka tuelewe vizuri sana. Ni mpango wa Mungu aliokuwa nao tangu mwanzo akikuumba wewe na mimi, ambao ndio anauendeleza, lakini una viwango vyake. Tusikie basi hao wanadamu ni kwa nini waliona
ni vigumu sana kushika amri za Mungu katika mwili, kwa sababu walikubali uongo tangu mwanzo. Yeremia 16. Ukitaka kuelewa jinsi ya kushika amri na kutayarika kwa ajili ya ufalme, utakubali kwamba wazazi wako, wazazi wao, vizazi na vizazi tangu wakati wa Adamu, mwanadamu alidanganyika kama vile tunavyoona Mwanzo 3:4-6. Mwanadamu alidanganyika kwamba yeye ni mkamilifu, yeye anao uwezo wa kuishi maisha kwa uwezo wake bila kumtegemea Mungu na yakuwe mazuri. Na ni katika hii hali ya udanganyifu, mwanadamu akijaribu kutumia nguvu zake na ufahamu wake wa kuzishika amri za Mungu, inashindikana. Yeremia 16 mstari wake wa 19. He Bwana, nguvu zangu na maficho yangu na ulinzi wangu, kwako mataifa yote watakuja kutoka miisho ya dunia, na watakubali nini? Kwamba mababu wazazi wetu walirithi uongo. Ukitaka kuelewa ni kwa nini huwezi kuzishika amri za Mungu katika mwili, unafikiria haziwezekani, kwanza ukubali kwamba kile unachojiita wewe, yule mwanadamu unaotetea, unaojisifia, unaojisimamia, unaotaka kuonekana mbele za wanadamu, anayetegemea mali, anayejisifu na mapato, huyo mtu unayejiita yeye ni wa uongo. Anaishi vile anaishi kwa sababu alikubali uongo. Ni kwa nini? Shetani alimsikia Mungu akisema, na tuumbe mwanadamu aliye kama sisi. Akaja kwa mwanadamu akakwambia, kwa vile Mungu amekuumba katika huu mwili, wewe ni kama yeye. Ilhali wewe bado haujafanyika Mungu. Kuna hatua Mungu anazozifuatilia kukuumba wewe. Na katika huu mwili, Mungu hajaanza kuumba yule mtu alikuwa anataka, isipokuwa kwa wale tu wanaanza kwa kukubali kwamba wanachokiishi kama wao ni uongo, na wana haja ya kugeuka, waanze kujifunza kuishi kama anavyoeleza Mungu katika neno lake. Maana hii neno ni mafundisho ya Mungu kukuhusu wewe na yale maisha unapaswa kuishi hata ukamilike kwenye mpango wa Mungu aliokuwa nao wa kukuumba, hata uweze kuurithi ufalme. Kwa hivyo, unataka kujielewa na unataka kujua ni kwa nini unaona ni vigumu sana kuzishika amri, ilhali Mungu anasema unaweza. Jambo la kwanza, kubali kwamba wewe ulidanganyika. Ni kwa nini nasema hivyo? Sikiza ndugu yangu na ufuatilie vizuri. Mungu anaeleza vizuri sana kwamba alikuumba wewe na mimi, ili hapo akisha tuumba atukamilishe tukuwa kama yeye, tuurithi ufalme. Lakini hapa tunaona Mungu katuumba viumbe wa udongo, wanyama na damu, na akasema ukitaka kuingia katika ufalme, shika amri. Basi hebu angalia, uanze kujielewa kama Mungu amekupa kufahamu, maana naongea mambo ya kiroho kwa wale walio na ufahamu wa kiroho. Kwa wale tu Mungu amefungua macho kuyaelewa yale ninao waelezeeni, ambayo nimeyaelewa na nafanya bidii kuishi kama hivyo,
Ndiyo sababu na nawashuhudia pia, mkiyaelewa tuweze kupata ile furaha ya sikukuu inayoendelea isiyoisha, na sikukuu furaha na amani ya milele. Ni kitu nimegundua, na nawaambia hata nyinyi mgundue, tuwe na ushirika ndani ya huu ukweli. Basi Mungu akitaka mtu wa kuurithi ufalme, akaumba mwanadamu wa nyama na damu, mafumbi ya ardhi. Mwanzo 2:7. Mwanadamu ambaye ni mafumbi, ni maisha mafupi, ni wa udongo wa kusambaratika na kuisha. Kisha alipokwisha umba huyu mtu ambaye nia yake ni kuurithi ufalme, akasema katika Wakorintho wa kwanza 15, tafadhali tuende hapo. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 50. Akasema, nawaambieni hivi ndugu zangu, mwili na damu, yaani huyu mwanadamu wa mwili na damu, hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Sasa hapa Mungu anatufanyia nini? Ametuumba tuurithi ufalme. Ametuumba katika huu mwili, na anasema huu mwili tulio nao, yaani sisi tukiwa vile tulivyo katika huu mwili, hatuwezi kuurithi ufalme. Sasa ya nini atuumbe tuurithi ufalme na atuwekee hali ambao haiwezi kuurithi? Tusidi kushangaa. Maana nataka uelewe ni kwa nini unaona ugumu kushika sheria ilhali ziliwekwa kwa ajili yako, ili ukizishika uumbike hiyo tabia inayoitwa neno la Mungu, ufanane na Mungu, urithi ufalme. Ya nini basi yatuumbe katika mwili ambao haushiki? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Mwanadamu wa mwili, mwanadamu mwenye akili hii ya mwili ijuayo mambo ya pesa, wanadamu wenzake, majifuno, uongozi, huyu mwanadamu hawezi kuyaelewa mambo ya kiroho hata kidogo. Haya, tunajua sheria ya Mungu, amri za Mungu ni za kiroho, Warumi 7:14, na ni za kweli na ndio njema. Alafu huyu mwanadamu wa mwili hawezi kuzishika hizo amri. Mungu anatarajiaje tuweze katika huu mwili usioweza kuzikuelewa kuzishika? Kuharibu zaidi basi ndio tuje kwenye siri ambayo wengi wasipoelewa, wakijaribu kwa nguvu za huu mwili, wanakuta sheria za Mungu haziwezekani kwa mtu wa mwili. Akasema tena Warumi 8, kumbuka ni wewe unajichunguza, na ni siri ambayo ukiigundua utakuta amri za Mungu ni laini na ni nyepesi, na ndio maisha yako. Hautashika kwa kufuata tu amri, utashika kwa kufurahia kwa ule wema unaotokana na kuzitenda. Akasema tena Warumi 8 mstari wake ni wa 7. Mtu mwenye akili ya mwili hawezi kuzishika amri za Mungu, na wala hawezi kuzikubali. Maana hii akili ya mwanadamu wa mwili ni uadui kwa amri za Mungu. Hawezi kutii hata kidogo. Sasa umeelewa ni kwa nini wengi wamenijia wakiniambia, wewe mhubiri unadanganya tu, hata wewe ushiki hizo amri, unatuambia tu. Hakuna mwanadamu wa mwili awezaye kuzishika. Wanaongea ukweli kwa njia moja, lakini uongo kwa njia nyingine. Maana mwanadamu katika huu mwili, pasipo msaada mwingine, hawezi kuzishika amri, kwa sababu ni uadui kwake. Sababu nzuri ambao Paulo akisisitizia hayo alinena katika Galatia 5 na mstari wake
wa 16, 17 kwamba ukikaa katika huu mwili, ukitumia akili ya huu mwili, nguvu za huu mwili zinatumika kupingana na nguvu za Roho wa Mungu, nguvu za sheria wa Mungu. Hivi vitu viwili havipatani. Ukiwa ndani ya mwili unapinga amri za Mungu, ambazo ndio masharti ya kukuwezesha kuingia ufalme ikiwa utasitii. Lakini uko hapa katika huu mwili, huwezi kuzishika, maana huu mwili haukubali. Sasa Mungu alimaanisha nini kutuumba katika mwili ambao haushiki amri? Alafu anatuambia nataka kuwaumba ili muweze kuurithi ufalme wangu hapa duniani. Basi alafu atuumbe katika mwili ambao hauwezi kushika. Anatarajiaje basi tuweze kutayarika kuingia ufalme? Elewa ndugu yangu kwamba Mungu ni roho. Na wakati Mungu ni roho, ufalme wake ni wa kiroho. Kwa hivyo ikiwa ataumba mwanadamu aliye kama yeye, lazima atuumbe tuwe viumbe wa roho kama alivyo roho. Atafanya nini? Kabla hatujakuwa huyo roho, hakika hatuwezi kuurithi ufalme. Basi kumbuka jambo hili. Hapo wakati Mungu alikuwa anaumba Adamu, Shetani alikuwa tayari ndio mtawala wa hii dunia. Na mpaka waleo ukisoma Ayubu 9:24, usome pia Waefeso 6:12, unaona mpaka waleo Shetani ndiye mkuu, mfalme wa hii dunia, akitawala pamoja na pepo wabaya. Na ndio ile akili inayotumika sasa kulete ule uovu tunaoona wanadamu wakitenda, maana walikubali uongo wa huyo Shetani. Basi Mungu hali akijua kwamba Shetani yuko hapa, aliumba huu mwili tulio nao, ukiwa sio yule mwanadamu alitaka, maana anataka mwanadamu wa kiroho, lakini ameumba mwanadamu wa kimwili. Kwa nini? Tunasema nini? Wewe katika huu mwili sio yule mtu Mungu anataka kuumba, maana Mungu anataka kiumbe wa roho. Lakini ameanzia kwa kuumba huu mwili. Elewa kwamba huu mwili ni kiwanda ambacho Mungu atatumia kuumba yule mtu anayemtaka. Watu wasipojielewa na kujidhania kwamba waliumbwa wakakamilika, kwamba wao ni kama Mungu, manabii wa uongo wamelete mafundisho wakiendeleza huo uongo na kukuambia kwamba wewe ni roho, maana wanajua Mungu ni roho, na kwamba huu mwili ni nyumba ya wewe mtu wa roho, maana wewe ni kama Mungu. Wasielewe kwamba Mungu bado, kwa mtu yoyote ambaye kwa mtu yoyote ambaye hajakubali kwamba alirithi uongo, hajakubali kwamba yeye si mkamilifu, sio yule mtu Mungu alikuwa anaomba, kwa huyo mtu Mungu bado hajaanza kumuumba. Lakini kwa wengine kama mimi, Mungu amenifungua macho, amenipa kufahamu kwamba mimi sio yule mtu nimekuwa nikijiita kama vile watu katika ulimwengu wa leo wanajiita, na nikaelewa
Sasa kwangu mimi na wote wale ambao amewapa kufahamu, maana sio mimi peke yangu, Mungu ameita wachache wakati huu. Kwa hao wote ndio hao peke yao ambao Mungu amewafunulia hii siri, na ambao sasa ndani yao ameanza kuumba huyu mtu wa kiroho atakaye rithi ufalme akisha kamilika. Na ni huyu mtu peke yake ndio awezaye kuzishika amri za Mungu katika roho na kweli. Basi kwa vile ulimwengu wa sasa umetawaliwa na shetani, Mungu aliumba huu mwili ukiwa na maumbile hayo ya kishetani, una nia ya shetani, una mapenzi ya shetani, una mafikira ya shetani, una tamaa za kishetani, na ni mwili ambao mambo ya kiroho hauwezi kuelewa. Ndio naona katika ulimwengu wa leo, wafalme, maraisi, wasomi, wafukara, maskini, matajiri, viongozi kwa wanaoongozwa, wote wanaongea maneno ya mwili peke yake. Maana mambo ya kiroho kama vile tuliona hawawezi kufahamu. Wote, hakuna mtu anaye urafiki na maisha ya Mungu. Hata kwangu mimi sasa, kwa marafiki wale tulikuwa tunashirikiana, wakiona na ubiri siku hizi wanasema, uliokoka, umeingia kwa wajinga. Kwa sababu gani? Hii neno ya maisha ya Mungu kwa mtu wa kimwili ni upumbavu, kwa maana wamedanganyika. Na ijapokuwa yale maisha wanaishi ni ya shida, ya uovu, ya mapigano, ya kuuana, ya magonjwa, ya mapungufu, maovu ya kila aina, hawasomi, bado shetani anawadanganya ni Mungu aliwaumba hivyo. Ni uongo ndugu yangu, sio Mungu alikuumba hivyo. Mungu alikuumba katika huu mwili ukiwa ni kiwanda cha yoyote yule atakaye kubali kwamba amedanganyika, kwamba huu mwili sio wewe. Yule Mungu alitaka kuumba mwanadamu wa kiroho ni kiwanda ambacho kwa yoyote yule atakaye kubali mpango wa uumbaji wa Mungu, akubali kwamba hii neno la Mungu iliyokuwa tangu mwanzo, maana ni maisha ya Mungu, ndiye yale maisha tunapaswa kuishi, na akubali kuanza kufundishwa na Mungu, aanze kuyafuatilia kulingana na vile Mungu anasema. Huyo ndiye mtu ambaye Mungu anaanza kuumba yule mtu wa kiroho ndani ya huyo mtu. Tuone ukweli wake kupitia kwa maandiko, nisiongee hadithi. Warumi 8:7, maisha ya huu mwanadamu wa mwili ni uadui kwa Mungu, maana mwili hauwezi kutii. Akili ya huu mwanadamu wa mwili haiwezi kuelewa mambo ya roho, maisha ya roho ya Mungu, wala hayawezi kumuona. Mtu wa mwili anapingana na Mungu, yaani roho wa Mungu, hawana ushirika wowote. Basi ni Mungu alituumba hivyo, na ikiwa ni kiwanda, si wewe mtu. Na ndio sababu unaona huwezi kuumbika uungu kwa uwezo wa nguvu za mwili. Katika kitabu cha Warumi tuende, maana lazima Biblia itueleze, ituelekeze, hatutaiambia. Mungu ndiye anatufundisha, maana ndiye alituumba na ndiye anatujua. Yule anataka kujielewa, kuyaelewa maisha na kujua jinsi ya kushika hizi amri ambazo mwanadamu wa kimwili hawezi, afuatilie mafundisho ya Mungu. Hii ndiyo ile injili Kristo Yesu alihubiri, hii neno, na ndiyo tunaendelea kuhubiri.
kama asemavyo Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 1:1-3. Kile kilichokuwa tangu mwanzo, tulichokiona tukashikashika, hicho kilichokuwa tangu mwanzo, Mungu habadiliki, ndicho tunawahubiria, yaani maisha ya milele. Maana uliumbwa urithi umilele katika ufalme. Basi tujielewe ili tuweze kufuatilia maagizo ya Mungu. Warumi sura ya kwanza mstari wake ni wa 20. Sikiza ndugu yangu, inanena, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, vitu visivyoonekana, yaani Mungu asipoonekana, yaani nguvu zake na uteua, sinaonyeshwa dhahiri kwa vitu alivyoviumba. Sasa naongea juu ya wewe, mwanadamu wa kimwili. Mungu akasema, na tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Lakini Mungu akaumba mtu kwa mfano wake peke yake. Katika huu mwili ambao tunauita kiwanda ambacho Mungu atatumia kuumba yule mtu anataka, tuko kwa mfano wa Mungu. Yaani tumeumbika vile Mungu alivyo. Maana ukisoma Ufunuo 1:14-16, utaona ana uso unaong'ara kama jua wakati wa mchana, ana mafasi, kifua, ana nywele zilizo kama theluji, sauti yake kama maji mengi, kuthibitisha kwamba Mungu ameumbika kama sisi. Lakini sisi sasa ni mfano tu, sio yule mtu halisi. Tuliumbwa kwa mfano, kama mchongo wa mnyama fulani, ndovu na vingine. Sisi tumechongeka kama Mungu, lakini sio yule Mungu halisi. Ukitaka kuelewa ninachokisema ni kwamba wewe na mimi ndio thibitisho kwamba Mungu yupo. Maana palipo na kifuli, pana kile kitu kinachoangusha hicho kifuli. Kikimulikwa na jua, kifuli chake kiko pale, kinafanana na hicho chombo kinacholete kifuli. Kwa hivyo sisi ni kifuli, ni onyesho, ni picha, mchongo wa vile Mungu asiyeonekana alivyo, kuthibitisha kwamba Mungu yupo, maana sisi ni mfano wake. Kwa nini basi huu mfano tutaufananisha na nini? Huu mfano ni mchongo, ni kama nyungu iliyo na shimo ndani. Sisi ni kama nyungu iliyo na shimo ndani, ambayo hii nyungu imewekwa kwa mfano wa Mungu wa kweli, lakini hii nyungu ni mfano na ndani yake kuna shimo. Na ndio sababu nasema sisi ni kiwanda cha Mungu. Basi Mungu akaumba mwanadamu mpinzani wa maisha yake. Huu mwili ni mpinzani wa maisha yake, ni mwili wa dhambi, mwili wa mauti, mwili ambao hauwezi kutii sheria. Na wale ambao basi wamejaribu kwa uwezo wao, wakidanganyika wako kama Mungu, kutii sheria za Mungu, wameona kweli haiwezekani. Kwa vile Mungu alituumba ndani ya ulimwengu ulio na shetani, alisema ataumba mtu wa kiroho mara moja. Atatengeneza hiki kiwanda ambacho ni huu mwili unaopinga kile anataka kuumba. Alafu anasemaje? Kristo akasema katika Yohana 15:19, nalikuita kutoka ulimwenguni. Wewe ulikuwa wa ulimwengu, nimekuita. Yoyote yule asikiaye hii Injili, maelezo ya yale maisha unapaswa kuishi, yoyote anayekubali, inakubidi uache kufuatana na mwili. Kwa hiyo Mungu anataka kutumia huu mwili unaopinga maisha yake kuumba mtu anayetii maisha yake. Itawezekanaje? Wakati
huu mwili, ndio huu mwili uumbike tukue kile tulicho sasa, baba mtoto aliweza kushikana na mama mtoto, yai la uzazi la baba likaingia ndani ya tumbo la mama mzazi, yai la uhai huu wa mwili likashikana na yai la mama, na hapo mtoto wa kimwili akaanza kuumbika. Aliumbika kwa muda fulani, akafanyika mwanadamu sawa sawa na yule baba aliyemzaa. Akazaliwa, akakanyanga huu ulimwengu akiwa mwili sawa sawa na wazazi. Sasa huu mfano wa Mungu ambao ndio huu mwili tumeufaa, ni hiyo nyungu ambaye vile tulivyoumbika katika huu mwili, Mungu sasa anataka kuumba mwili wa kiroho ndani ya mwanadamu wa mwili. Na kwa vile shetani yuko hapa, akaumba mwili unaompinga ili wewe mwenyewe ufanye uamuzi. Walimwengu waliamua kuambatana na mwili. Ndio naona hawatambui neno la Mungu, hawana haja nayo, haimaanishi chochote na wanaipinga. Na wale wanaoishika hii neno ambao ni kuanza kuishi haya maisha, wanachukiza mbele yao, wanatengwa, wanadharauliwa, ni watu wasio na ufahamu. Basi akatuambia huu mwili, vile ile hatua ya uumbaji huu mwili ulichukua, ni mfano wa ile hatua atakaochukua kiroho kuumba yule mtu alitaka tangu mwanzo. Ikiwa unataka kujielewa, kubali kwamba wewe katika huu mwili sio yule mtu Mungu alitaka kuumba. Na hapa ndipo kwenye siri sasa ya kuanza kuweza kushika zile amri ambazo mwanadamu hawezi. Atafanyaje? Kama vile yai la baba lilishikana na yai la mama, mtoto akaanza kuumbika, akaumbika mpaka akakamilika, ndivyo na yai la kiroho la baba wetu wa kiroho litashikana na akili zetu kuanza kuumbika mtoto wa kiroho. Na maanisha nini? Katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 23, umechukuliwa mimba kwa mbegu isiyoharibika. Mwanadamu wa kimwili alichukuliwa mimba kwa mbegu iharibikayo, huu mwili wa kuharibika, maana haukuumbwa wa kudumu. Hii ni kiwanda tu, na Mungu akimaliza kufanya kazi zake na hiki kiwanda, akimaliza kuunda ile bidhaa ambayo ni mwanadamu wa kiroho, hiki kiwanda kitaisha, kitasambaratika, maana kazi yake itakuwa imeisha. Basi ndani ya wewe huu mtu, hii nyungu tumeona ambayo imeumbika kama Mungu, Mungu amefanya nini? Tumeona ameweka nini? Mbegu isiyoharibika. Anasema, maana mmechukuliwa mimba sio kwa mbegu iharibikao kama ile ya baba wa kimwili, mbali kwa mbegu isiyoharibika, kupitia kwa neno la Mungu lidumuo milele. Kisoma mahali kwingine unaona hili neno ni neno aliyekuwa tangu mwanzo, ni maisha yaliyokuwa tangu mwanzo, ni Kristo, ni Mungu, na ndio anataka kujiumba ndani yetu. Basi kwa kila mtu anayekubali kwamba hiki ni kiwanda, si yeye, anajikabidhi mbele za Mungu, na Mungu anaweka yai la uzazi ambao ni Roho yake Mtakatifu, Roho tuliyempokea wakati wa ubatizo.
Huyu roho akishaingizwa ndani ya mwili wako, anashikana na akili yako, kama asemavyo katika Warumi 8 mstari wa 16. Roho wa Mungu akiunganika na roho ya mwanadamu ulete ufahamu wa kwamba sisi ni wana wa Mungu, na kuthibitisha kwamba tumechukuliwa mimba bado hatujazaliwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2 na 3 inasema, ijapokuwa sisi ni wana wa Mungu, kwa sasa hatuelewi kabisa vile tutakavyokuwa, lakini tunao mfano ambao ni Kristo Yesu. Tunajua kwamba hapo atakapokuja tutafanana na yeye, maana ni mtangulizi wa imani yetu. Aliumbika katika huu mwili. Akikuwa sasa yule mtu wa kiroho akiumbika ndani ya huu mtu wa mwili, akikuwa hatua mpaka mwisho, alipofufuka alifufuka akaufua huu mwili. Sasa akatoka kwenye kiwanda hiki kinaitwa mwili, akiwa kiumbe wa kiroho, kiumbe mkamilifu. Sasa hivi ni kiumbe wa kiroho, akatuonyesha ile njia tutapitia hata tufikie ukamilifu, tufikie kuwa yule mtu Mungu anataka, aliye kama yeye, atakaye urithi ufalme. Basi nataka tuelewe ndugu zangu, ijapokuwa Mungu ameweka hii mbegu la uzazi la kiroho, sasa hapo ni mwanzo. Anasemaje? Lazima upingane na huu mwili. Kwa sababu gani? Ukisha mpokea Roho Mtakatifu ambaye kwa yoyote yule anaamini hii Injili, ubatizwa. Ukibatishwa, hii yae la uzazi la baba wetu wa kiroho linaingia katika akili yako, kwa moyo wako. Alafu unaanza kujifunza hili neno. Ukisha kumpokea huyo Roho, unaanza kukua. Utakuwa aje? Hili mtoto wa kimwili aweze kukua ndani ya mimba ya mama yake, lazima akule chakula cha kimwili. Kile chakula mama anakula kinamfikia kupitia kwa kitofu. Huyu mtoto vile anazidi kula ndivyo anazidi kukua, anaumbika viungo, mpaka mwisho anaumbika kabisa kwa nguvu ya hiyo chakula, maji, hewa, anazaliwa mtu wa kimwili. Na vivyo hivyo ndugu yangu, ikiwa utaamini, basi huyu mtoto aliye ndani ya mimba lazima aanze kula. Atakula chakula gani? Kristo aliwaambia nyinyi ni kama matawi, yaani umeingizwa ndani ya Roho, lazima ukule chakula cha kiroho, ukue katika Roho mpaka yule mtu ambaye amechukuliwa mimba sasa aumbike akamilike kuwa kama Mungu. Tukisoma katika Mathayo utakuta kwamba Mathayo mstari wa 4. Mathayo mstari wa 4, sura ya 4 na mstari wake wa 4. Shetani anawadanganya nyinyi, ndio mnaona kila mtu anakimbizana na vyakula, pesa. Lakini Kristo akasema hivyo ni vya mwili huu. Hila sasa, ikiwa huyu anayekubali maisha ya Mungu kama yanavyoelezwa katika neno, atakuwa sasa ndani ya hii mimba ya kiroho. Huyu aliyeanza kuchukuliwa mimba atakuwaje? Yesu akamwambia Shetani, mwanadamu aishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Umechukuliwa mimba. Roho wa Mungu amewekwa ndani yako kama mbegu kidogo, kama vile yai la mume linapozalisha mwanamke. Mungu naye amekuzalisha, yai lake la kiroho limewekwa ndani yako. Lakini lazima sasa uanze kukua, uumbike. Utakula chakula gani? Chakula hiki cha kiroho.
ambacho kinaitwa neno la Mungu. Vile unazidi kutii neno la Mungu, ndivyo huyo mtu wa kiroho anazidi kuumbika ndani ya hii tube, hii mwili, hii mwezeko inaitwa mwili ambao ni mfano wa Mungu. Huyu ndiye mtu ambaye sasa Mungu ameanza kuumba yule mtu aliyekuwa naye mwanzo, yule mtu aliyekuwa naye. Wote ambao hawaishi hii neno la Mungu wamebaki kuwa tu hivi viwanda, sio yale mwanadamu mtu aliishi. Na hivi viwanda vimeumbwa kwa mfano wa Shetani, haviwezi kumtii Mungu. Kwa hivyo ni yule tu ambao ameanza kuishi katika hili neno, na ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kile Mungu mwili hauwezi, Roho Mtakatifu tumewekewa ili aanze kuishi. Warumi 14 mstari wa 17, ufalme wa Mungu hautegemei chakula, sio kula na kunwa, bali ni raha na nguvu katika Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anathibitisha kwamba ikiwa tutajengeka yule mtu Mungu anataka katika huu mwili, lazima tukule chakula cha kiroho, na ni neno la Mungu. Kristo kawaambia Wayahudi, msipokula mwili wangu na kunywa damu yangu, hamuna sehemu katika uzima wa milele. Sasa wao kwa sababu wanafikiria kimwili, vile wengi wetu wanafikiria kimwili, kutaka kushika amri za Mungu kimwili, wanabaki kuwa wanafiki tu. Wayahudi wa siku hiyo wanafiki. Kauliza, huyo mtu anataka tukule mwili wake aje? Yesu Kristo akawaambia, mbona mnafikiria kimwili? Amuelewi siongei mambo ya mwili? Sura ya 6 Yohana mstari wa 63. Mimi siongei juu ya mwili, huu mwili ni kiwanda tu, haufai chochote. Roho, ule uhai wa Mungu uliokuwa tangu mwanzo pamoja na Mungu, yaani maisha ya Mungu, ndiye iletaye uzima. Kwa hivyo hii neno ninaowapatia ndio ule mwili wangu, maana tangu mwanzo neno alikuwa, yaani maisha ya Mungu. Mimi ndio huyo neno aliyekuwa tangu mwanzo, nikaumbika mwili tu, na nyinyi mmeumbwa muumbike hii neno katika huu mwili. Kwa hivyo ninachowaambia ni kwamba kula mwili ni kula neno la Mungu, kuifanya ndio ufahamu wako, kuipokea kama ndio maisha yako, kutenda kama ndio namna ya kuishi. Kwa njia hiyo, huyu mtoto wa kiroho ako ndani ya huu mwili anaumbika. Tunaendelea kuumbika viungo katika roho, katika huu mfano wa Mungu. Sasa Mungu anaumba sura yake. Warumi. Tukiendelea sasa kumalizia, basi kuna haja ya mabadiliko. Yoyote yule ambaye ameanza kuumbika huyu mtu, ameanza vita kwa akili yake. Warumi 7 mstari wa 22. Huyu Roho wa Mungu ni maisha ya Mungu, ni akili ya Mungu ipendayo amri za Mungu, itembeayo katika amri za Mungu. Maana Kristo anasema, mtakapopokea huyu Roho wa kweli, atawaongoza katika kweli yote. Na kweli, Yohana 17:17 ni neno la Mungu. Kwa hivyo huyu mtoto aliye ndani ya hii mimba ambayo imeanza kuumbika ndani ya hiki kiwanda cha huu mwili wa uovu, anakula neno la Mungu. Nayo huu mwili haupendi neno la Mungu. Kwa hivyo yoyote yule ambaye Mungu ameanza kuumba yule mtu anayetaka ndani yake, ameingia katika vita vya kukana nini? Warumi 7:23, naona katika viungo vyangu wazo lingine, kwamba ninapotaka kushika amri za Mungu, upinzani unakuja. Maana huu mwili uliumbwa wa kupinga, ili kwa kuamua kufuata, kukujaribu ili usiendelee na Mungu, ukidanganywa na Shetani akitumia tamaa za mwili, upinge ule uumbaji Mungu anafanya ndani yako.
na kwa vile wewe umeamua nawe utampinga shetani. Kwa nguvu gani? Mwanadamu wa mwili hawezi, na Mungu alijua hawezi, ndiye akasema Zekaria 4:6, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa roho wangu utashinda. Mwanadamu wa mwili haweza, anasema haiwezekani, maana huu mwili hauwezi kutii, na Mungu alijua hivyo. Na kwa vile anataka kutuumba sasa tufanane naye, aliweka huu mwili wa kishetani, alafu anakuambia na kuita sasa utoke pale. Hatutatoka kwa kutembea, tunatoka kwa kutenda, kubadilika. Aje? Warumi 12 tafadhali mstari wa 3 anasema hivi: basi ikiwa mmekufa pamoja na Kristo, ikiwa mmekubali Mungu awaumbe mpaka apate yule mtu alikuwa anataka, musiendelee kujikabidhi kwa mienendo ya dunia hii, mienendo ile mlikuwa nayo, mienendo ya huu mwili. Maana ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 utaona huu mwili ndio ule msingi ulijenga maisha ya dunia, ulimwengu wa leo. Watu wote wanaishi kimwili, ndio naona hawana haja ya neno la Mungu na hawawezi kuishika, maana huu mwili hauwezi kubali. Lakini wewe uliyekubali ukapandwa hiyo mbegu ambayo inaitwa Roho Mtakatifu, wewe ndiwe sasa Mungu ameanza kuumba yule mtu anayetaka katika hiki kiwanda kinaitwa huu mwili. Basi anasema usijikabidhi tena kwa mienendo ya ulimwengu huu, lakini ubadilishwe na kufanywa upya katika mawazo ya akili yako. Umeanza kuumbika sasa, na ni Mungu aliweka huu upinzani wa huu mwili ambao ni kiwanda tu. Utaumbika wa Galatia 4:19 mpaka hapo utakapokuwa Kristo ameumbika ndani yako. Yaani umekuwa neno la Mungu vile Kristo alivyo neno la Mungu. Hapo ndipo sasa hiki kiwanda kitamaliza kazi yake, kitatolewa, utabaki mwanadamu aliyezaliwa na Mungu wa roho, akiwa roho vile Mungu alivyo roho. Na hapo utaweza kuurithi ufalme wa Mungu. Ni wale tu wanaoongozwa na roho, wanaoishi katika roho, wanao uwezo wa kupinga mawazo ya mwili, kuyalalia kabisa, na hao katika hiki kiwanda cha mwili Mungu anaendelea kuwajaza kuumba yule mtu ambaye anataka. Ule mtu anataka sio huu mwili, ndio sababu alikuambia hauwezi kurithi ufalme, lakini nataka urithi ufalme. Nataka umpinge shetani, unionyeshe, unithibitishie kwamba utanitii, kwamba unataka kuwa kama mimi kwa mapenzi yako mwenyewe, sio kulazimika. Wengi wa manabii wa uongo na wafuasi wao wakijifanya kwamba wamemtii Mungu, ndio wamelete sura ya kuonyesha ni kama neno la Mungu haifanyi kazi, kwa sababu wanajaribu kwa nguvu za mwili ambao unapinga hiyo neno. Itawezekana kweli? Lakini yoyote yule amejielewa na kukubali kwamba amedanganyika, kwamba hiki ni kiwanda tu, Mungu anataka ukikubali aanze kuumba yule mtu alitaka, basi huyo mtu ni sisi tunayekutangazia uzuri uliopo katika uumbwaji wa Mungu. Huyo mtu atajikabidhi kwa Mungu, na ndani ya hiki kiwanda Mungu anaumba mwanadamu wa kiroho. Sisi tunaendelea kuumbika. Ndiyo sababu tunakushuhudia, ikiwa Mungu amekupa ufahamu, ujiunge nasi, uwe kanisa la Mungu, akuumbe. Tunamalizia na hili, akuumbe uwe nini? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Tumalizie hapo ndugu zangu. Sura ya 2 mstari wa 4. Anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 4 anasema hivi:
Kujeni kwake Kristo, lile jiwe lililo hai, ambalo limepuuzwa na wanadamu, lakini mbele ya Mungu ni teule na limetakaswa. Na kama mawe yaliyo hai, mnafanyika kuwa mawe yaliyo hai kwa kuumbika hiyo Roho, hata nyinyi na wenyewe mujengwe kuwa mijengo ya kiroho, muwe ukuhani mtakatifu, mkimpendeza Mungu, mkiwa sadaka zipendezayo kupitia kwa Kristo Yesu. Munaendelea kuumbwa mwanadamu yule Mungu alitaka. Hiki ni kiwanda na ni lazima upingane nacho, maana kinapingana na Mungu, ili kwa njia hiyo idhibitike maandiko aliyoyanena Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12. Amebarikiwa afumiliaye majaribu. Unajaribiwa na nini? Huu mwili unataka ukipinga ule mwili wa kiroho Mungu anaumba, lazima uupinge. Maana Yakobo anasema ukishapita huu mtihani, utaurithi ufalme wa Mungu. Yesu Kristo aliwaambia mitume, kile ambacho akiwezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Kwa hivyo kuna mtu kweli anaweza kushika amri za Mungu? Ndiyo, hata wewe unaweza. Neema ya Bwana iwe kwa wote waliojikabidhi kuumbwa huyu mtu, wakiwezeshwa kutii amri za Mungu ambazo ni sharti la kurithi ufalme na Roho wa Mungu tuliyepewa, atakaye tuumba mpaka tufanane naye.